Karibuni sana mtazamaji wa Kipepeo Digital. Mimi naitwa Elijah Felix Beyeza. Kwa mara nyingine tena kipindi kinaitwa Bahasha Mkononi. Leo niko katika mkoa wa Pwani, wilaya Chalinze, Pingo, lakini kitongoji kinaitwa Vindumu. Hapa bwana kuna 40 ya mtoto Abdrahmani Rashidi Miraji, ambako machache kati ya mengi watu ambao ameweza kualika wameweza kuzungumza, lakini vile vile ikiwemo na walimu wa shule ya msingi ambako mtoto wake wa kike anasoma hapo, lakini wamesema Rashidi ni mfano wa kuigwa kwa kuwa anazingatia elimu na ni mara kwa mara hufika shuleni hapo kufuatilia maendeleo ya mtoto wake. Tuwasikilize walimu kutoka shule ya msingi Vindumu ambacho wameweza kuzungumza. Jina naitwa Mwalimu Mageta Edward Kimboi, ni mwalimu msaidizi shule ya msingi Vindumu. Ninashukuru sana kwa mwaliko huu niliopewa kwa ndugu yetu Rashidi Miraji. Tunashukuru sana. Ametupa mwaliko na tumeweza kuhudhuria. Tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu shikamano huu, yeye pamoja na walimu, pamoja na wananchi wengine, majirani zake, tunaomba aendeleze nao. Lakini pia tunawahimiza wazazi waige mfano kutoka kwa huyu mwenzetu ambaye ni Rashidi Miraji. Jamani, kwa kweli ni mtu wa pekee, ni mfano wa kuigwa katika jamii yake. Nasi tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu urithi wa pekee akawaachie watoto wake, iwe ni elimu, hivyo vingine vinapatikana. Lakini pia wito wangu mimi kwa wazazi, naombeni tuwasitize watoto ambao sasa hivi wako kipindi cha likizo hiki wazidi kujisomea zaidi. Lakini najua kabisa mambo yatakuwa sawa endapo wazazi pamoja na walimu watashirikiana kwa pamoja kama hivi. Naitwa Mwalimu Hadija Isa, shule ya msingi Vindumu. Ninashukuru na awali ya yote nipenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii. Mzazi wa Asnati ametualika katika mwaliko huu katika shughuli ya mwanae kipenzi Abdrahmani katika kumfanyia shughuli ya 40. Napenda kushukuru sana. Mimi ni mgeni hapa, sina muda mrefu sana, lakini ninashukuru sana kwa ushirikiano wake. Ameonyesha nafasi yangu kwake, na pia katika hili nipenda kutoa ushauri. Katika kipindi hiki cha likizo tuwafuatilie watoto, wazazi na walimu. Wanaotakiwa kufika shuleni wafike, na ambao hawafiki shuleni tuendelee kuwafanyia ukaguzi, kuwarekebisha pale ambapo wanakosea na pale ambapo wanaenda sawa tuende nao vizuri. Nashukuru sana kwa nafasi hii, nipende kuwatakia kila la heri. Safi kabisa, bila shaka mweza kuwasikia hao walimu, lakini vile vile na yeye Rashidi ameweza kutoa neno la shukrani kwa majirani, ndugu jamaa na marafiki, wale wote ambao wameweza kufika katika siku hiyo ya 40 ya mtoto wake. Sasa mimi niseme neno la shukrani. Narudia tena, mwanzo nilisema na mara pili nilisema. Natoa neno la shukrani. Lakini kuna kitu hapa, kuna fungo nimeliona kati ya vitu vyote nilivyopokea. Kwa nini nimepewa umsuli, nimeutafasiri umsuli? Maana yake tayari kutoka kwenye ule utoto na mambo mengine kwa muhimili wa familia. Familia, fumbo mlioniambia nimelibeba, nitalifanya kuangazi nguzo, na nipo tayari kupokea mishale yote ya familia, lakini nitasimama kwa familia kwa sababu tayari imenikabidhi msuli kuwa ni mtu mzima, nijitambue kwa nguzo ya familia. Ndio maana nipo nao mpaka natoa neno la shukrani, nimevaa msuli tayari kutoka kwenye utoto na mambo mengine kuwa mtu mzima nimeyapokea, sio kwenye familia, hata kwa majirani kiujumla. Baada ya kusema machache, kwa jina naitwa Rashidi Miraji Mbena, kwa niaba ya familia yangu na mama Asnati pamoja na mwanangu Asnati na wanafamilia wote, tunashukuru sana, hapa ni kwenu. Lakini pia kuna neno lazima niliseme. Tulipoanzia mpaka hii leo tunasema mwaka mmoja, siku moja au saa moja ni mwaka wa mtu. Kama kuna sehemu mimi, mke wangu, mama yangu, ni shangazi yangu pale au mwanafamilia yoyote kwa hapa, kauli yake au vitendo vyake vimemkwaza kwa mtu mwingine yoyote, naomba msamaha. Mimi kama mkuu wa kaya naomba mtusamee. Kama kuna madhaifu, hakuna mwanadamu aliyokamilika Mwenyezi Mungu peke yake. Ndio maana kila siku tunajifunza. Kwa hiyo kama kuna tuliomkwaza, sisi wote tuliopo hapa, sio kunungunika, umeona mimi nilifanya hivi, naomba mtusamee. Sisi ni wanadamu, lakini sisi kama familia hamjatukosea. Mmetuvesha nguo, mmetufariji, mmetuchangia, mmetupenda sana, na mimi nawapenda sana wote.
Mwisho kabisa, tumuombe Mwenyezi Mungu kwa kila mmoja akitoka hapa anapoenda afike salama na mambo mengine yaende salama. Baada ya kusema machache haya, ndugu yangu Bere, kama nilivyosema mwanzo, ulikuwa mbali, lakini wewe ni mwanafamilia na hapa ni nyumbani, sio kwa sababu ya mziki. Hata tukiwa na mambo mengine hapa ni nyumbani, tuna shughuli nyingine zinaendelea. Lakini baada ya kusema machache, nitamke rasmi shughuli hii ya 40 ya mtoto wetu Abdurahmani Rashidi Mbena nimeifunga rasmi. Asanteni sana, Mungu awabariki sana. Safi kabisa. Sikuishia hapo, alikuwepo na rafiki yake kipenzi ambaye ameweza kumwalika, na yeye ameweza kutoa maoni yake kwamba pale ambako utaona mambo hayaendi, wewe kama mwanaume jaribu kujitia moyo, lazima ushinde majaribu. Kwa majina anaitwa Jafari Idris Katimu, ni mkazi wa kijiji cha Magumatari. Leo nimekuja hapa kwenye tukio kubwa na muhimu ndugu yangu au rafiki yangu kipendwa Rashidi Miraji Mbena. Ni shughuli ya kumtoa mtoto wake kipenzi. Huyu ndugu yangu ametimiza nadhiri yake, maana kabla ya hili alipitia katika changamoto ya kuuguliwa na familia yake, lakini aliniambia kama rafiki yake, anambia bwana, ndugu yangu, mimi changamoto hizi ninazopitia lazima nifanye sherehe kubwa endapo familia yangu itakaa sawa, na nitamtoa mwanangu kwa shughuli, kwa gharama yoyote yani kwa gharama yoyote itakayotokea, ili mradi mwanangu wa kipenzi ajue kwamba kweli baba yupo na ananipenda. Kwa hiyo mimi namshukuru ndugu yangu Rashidi, ametimiza nadhiri yake aloipanga. Ni jambo la familia, changamoto umkumba binadamu. Kwa hiyo mimi namshauri ndugu yangu, changamoto yote itakayojitokeza katika maisha, yeye aichukue kama fursa, na ichukue na kama baba ajue namna ya kufanyaje ya kupambana nazo hizo changamoto. Sisi binadamu sisi binadamu, maisha yetu ni kama shule, kila siku ni somo jipya. Kwa hiyo kila siku ni kwetu sisi tunajifunza. Kwa hiyo hii changamoto alokutana nayo ya kuuguliwa nini na nini alikadhalika, lakini yeye amesema kwamba pamoja na kuuguliwa, mke wangu amejifungua salama, mtoto wangu lazima nimtoe kwa sherehe kubwa, na kweli Mwenyezi Mungu amemuongoza leo kufanikisha hilo jambo. Mimi ninaitwa Abbas Muro, ni jirani wa Rashidi. Mimi kama jirani yake nimehudhuria kwenye tafrija, maanake sisi ni majirani tunaopendana sana, tunaheshimiana, tunasaidiana katika shida na ninamshauri tuendeleze uhusiano tulionao, kwa sababu huyu ndio jirani wangu wa kwanza na ndiye tunayesaidiana naye. Kwa hiyo tunaomba Mungu atupatanishe, tuendelee kupendana na kusaidiana katika shida na raha zote. Majirani zangu wote ninawaambia tuwe na mshikamano, tupendane, tusaidiane, kwa jambo lolote linalotokea tuwe na umoja, ndio tutaishi kwa amani na raha.